Mimi nimepigiwa simu juzi na wale wa Serengeti. Tunaomba maaskofu watoe statement juu ya mauaji yaliyofanyika Serengeti. Nikamwambia ni wazo zuri. Kwa hiyo tutafute taarifa sahihi na tunazitafuta. Hatuwezi kukataa, tunazitafuta hizo taarifa juu ya watu waliouawa huko Serengeti. Tutajua. Na kama ni kazi ilifanywa, kuna state actors. Haki za binadamu zinavunjwa na serikali au na mtu moja moja. Aliyetumwa, aliyetoa mamlaka, mpige risasi huyu bila akijua kabisa hicho ni kinyume cha sheria, atawajibishwa tu. Serikali si ipo. Serikali ipo. Kwa hiyo serikali itawajibika tu, ni muda wa wakati. Ndio maana ameambiwa, alikuwa na present nani? Nadhani Ole alipowasema muweke documentation vizuri ya matukio yatakuja kusaidia katika vizazi vijavyo. Kesi za uvunjaji wa haki za binadamu hazifutiki. Huyu uliyemkosea haki zake za kibinadamu leo, hata baada ya miaka 60 anaweza kaja kuzidai, na taasisi iliyohusika itamfidia tu, iwe serikali iwe mtu binafsi, lakini taasisi lazima mtamfidia tu. Kwa hivi ni vizuri sana hiyo elimu. Sasa swali lingine ni kuwa ameongea Dr. Father Longino pale. Sasa uhuru wa kuongea, tunaongea. Nani ana wajibu wa kusikiliza? Ni kwa Father, soma ibara ya 8 inasema mamlaka ya nchi yanayotumiwa na serikali yanatoka kwa wananchi. Serikali iko accountable kwa nani? Kwa wananchi. Na serikali inapaswa kuwajibishwa na wananchi. Tunawajibisha kwa namna ya kwanza kwenye uchaguzi. Kama haijafanya vizuri tunaiondoa. Kwenye nchi zilizoendelea kama wenzetu kwenye haki za binadamu kama South Africa, mliona Zuma, anaitwa nani yule mzee? Zuma si alistaafishwa? Thabo Mbeki si alistaafishwa? Lakini hata sisi Tanzania wakati wa Kikwete, waziri mkuu nani alikuwa yule aliachia madaraka? Si aliachia madaraka? Hapo ndipo kuwajibisha. Lakini tatizo kubwa Tanzania, kuwajibisha bado kunaendana na anavyojisikia rais. Anavyojisikia, hatujaweka mfumo wa kuwajibisha serikali. Wananchi waiwajibishe nini? Serikali.